Kisha mtu mwenye anafunga, analock. Then they lock the door. Anarudia kesho And asubuhi. when they come there tomorrow morning, Anakutana $5. and they find that the $5 is gone. Nani ameiba? Who took that $5? Mapepo, Demons, shetani devil, au balozi baliruka. or the witchcraft came and took it. Njoni Biblia iko nasema. That's what the Bible says. Ayawe ushakufa mbele ya dhambi. You have died before in sin. Sasa uko nafufuka toujours ufanye dhambi tena unakufa. So why did you arise and commit sin and die again? I didn't understand. It doesn't just make no sense. What is going on? You know, ni kitu gani kinaendelea hapo? I didn't understand. Mimi sielewi. You are dead. Umekufa. But because of a girl, lakini kwa sababu ya msichana, you resurrect. Unafufuka. You do what you're supposed to do. Unafanya when you come here at church, you die again. Sana unakufa tena. I don't understand. Mimi sielewi kwa kweli. When they give you a beer, wakikupa bia, you resurrect. Unafufuka. You drink your beer. Unakunywa ile bia. Then you die again. Alafu unakufa tena. No. Try to make me understand. Because we call each other Christian. Kwa sababu tunaitwa Wakristo. The Holy Spirit dwells inside us. Na Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. The Bible says, na Biblia inasema, in front of sin, na mbele ya dhambi, we are dead. Sisi tumekufa. So when we present ourselves before of sin, kwa hiyo unaposimama mbele ya dhambi, you're supposed to be dead. Unatakiwa umekufa. Don't do anything. Usifanye kitu, usitende ile dhambi. So why are you doing what you are doing? Kwa nini unafanya unachofanya? That means inamaanisha before of sin, mbele ya dhambi, resurrect yourself, unajifufua, you do what you're supposed to do, ile dhambi, then you die again. Unakufa tena. That's why you are here, because ndio maana uko hapa. You resurrect yourself kwa sababu after that sin. Umejifufua tena baada ya ile dhambi. Hallelujah. Hallelujah. It's not only you. Sio wewe tu. It happened also to me. Inatokea hata kwa mimi pia. And I ask myself, na ninajiuliza, what happened? Kinini kimenitokea? That's why we read that we wrote that verse. It says, ndio maana tumesoma ile andiko. If you obey someone, inasema kama unamtii mtu directly, moja kwa moja, automatically, yani bila kushurutishwa, you make that person you are obeying to be your master and you become a slave to him. Unakuwa huyo mtu ambaye umemtii anakuwa ni bosi wako na wewe unakuwa ni mtumwa wake. Hallelujah. Hallelujah. When we commit sin, tunapotenda dhambi, we make the devil to be our lord. Ina maana tunamfanya shetani kuwa bwana wetu. Because we are doing what we supposed not to do. Kwa sababu tunafanya kile ambacho hatupaswi kufanya. When someone is a slave, unajua mtu anapokuwa mtumwa, they push him to do something he's not supposed to do. Analazimishwa kufanya kile kitu ambacho hataki kufanya. Because he is a slave, kwa sababu ni mtumwa, it's a must. Lazima afanye. Why are you doing what you are doing? Kwa nini unafanya unachofanya? It's just because you are a slave. Ni kwa sababu wewe ni mtumwa. But let me tell you something. Lakini ngoja nikwambie kitu. Jesus died on the cross. Yesu alikufa msalabani. To save you. Ili kwamba akuokoe. Kukuokoa. To save you. Kukutosha mikono ya shetani. To get you out of the hands of the devil. Tena mikono ya shetani. So that you won't go back to the hands of the devil. Usitumikie tena shetani. So that you won't save the devil. Mingi tukaokoka. When we are saved, tunasema hivi. We say, Yesu ndiye Bwana. Jesus is the Lord. Na mwokozi wa maisha yangu. And the savior of my life. Shetani. Therefore, mimi nakukataa. I deny you. Na sitarudia tena. And I will never come back to you. Isikuwe tu maneno. Lord, not just be just words. Acha ikuwe matendo. Let it be action too. Hallelujah. Hallelujah. Haiko kusema tu. Not just by saying, lakini pia matendo. Also by action. Ndio maana pastor akashimama akasema. That's why pastor stood up here and said. Na upendo pia. And the love also. Pia ikuwe matendo. Be with action. Hello. Napenda kanisa sana. I love this church. Kwa sababu vyenye tunasikilizana. Because the way we listen to each other. Ndio vyenye tunafanya. Is the way we practice. Mimi nakumbuka miaka 3 inapita. I remember 3 years ago. Tulikuwa tunakuwa na gari 3. We had 3 cars. Au 4 hivi. Or 4. Moja ya Pastor Makechi. One Pastor Makechi's. Moja Papa Nazel. Another Nazel cars. Nyingine ilikuwa ya Papa Adolf. Another from Papa Adolf. Na nyingine ya Mama Sifu. And I think another was Mama Sifu. Kumbuke zingine mzuri. I don't remember well.
Lakini hao watu ine But those 4 people kusaidiana na wengine besikumbuke, helping each other with other people who don't remember, wanabeba hao watu wote wanawaleta kwa kanisa. they were bringing all the people in the church, Na mie ndani. including me. Ndio kusema make wataenda atarudia, That means they were making trips, they were going back and forth. hatasikia na neno la And there is Mungu. a time they miss the service because of bringing people to church. Ndio matendo ya upendo. Those are the acts of love. Haleluya. Hallelujah. Kwa sababu Mungu ametuita Because God has called us tumpende, to love Him pia anatupende wenye tuko nao. and also to love the ones who are next to us. Hallelujah. Hallelujah. Bila kusahau, Without forgetting, this is so funny. Zambi moya one sin yenye nimeona maiti na kimbia, which I've seen that the corpse run away from, banaita fornication. they call fornication. Biblia inasema The Bible says bakaleta bongo, they brought the lie, katala bongo. refused the lie. Ukaona wizi, When you see about katala stealing, wizi. refuse about stealing. Bakaleta maneno vyote vya mbaya, When they bring you gossiping, katala. just refuse. Lakini wakati yenye usharati unakuja, But when the fornication comes, Biblia inasema the Bible says, fufuka, arise kimbia. and run. Hello. Fufuka, Arise kimbia. and run. Watu wengi wanaanguka ndani ya hii jambo. Many people fall into this Sasa niko na Roho Mtakatifu because I have a Holy Spirit ndaishinda. and I'm going to win against this. Kisha nashangala anaanguka. And then they end up falling. Sio nini akufuata Biblia. Why? Because they didn't follow the Bible. Tie Biblia. Follow the Bible. Sawa jinsi Christmas haiko, The way the Christmas is not in the Bible, usiitii tena. do not obey it. Nilisema hivi. I said, Benye biko nafanya Christmas, when you're doing Christmas, biko nafanya business yao. they are doing their own business. Unawaza nini? What are you thinking? Ile miti wanendazi gavula za bure. The tree, do you think those trees are giving for free? Ile ma decoration. Do you think all decorations are free? Batu wana save money juu ya Christmas. People are saving money for Christmas. Juu ya nini? Why? Batu biko mu business. People are in business. Lakini sisi tuko mu business ya But mbinguni. we are in the business of heaven. Biblia inasema The Bible says, kuya mkanisa mikono mitupu. don't come in the church with empty Kuya na hands. nyimbo mpya. Come with a new song. Na ingine wanaongeza. Another they add and say, Yesu anasema Jesus says, mfanye hivi kwa kunikumbuka. do this as a remembrance of me. Meza ya Bwana Baba. Meza ya Bwana. Meza ya Holy, Bwana. Holy Communion. Meza ya Holy Bwana. Communion. Tunataka meza ya We need Bwana. a Holy Communion. Amina. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ndio Biblia That's what inatuambia. the Bible is telling us. Hapana tunaanza ona Santa Not to see Santa. anakuja hapo kunapatia watu magift. They come in the church and give gifts to people. Hello. Hello. Wewe ndio Santa ule mwenye uko pembeni yako. You are the Santa who is here. Haleluya. To the person who's next to you. Yes. Right. Wewe ndio Santa wa ule mwenye uko You pembeni are the yako. Santa of the person who's sitting When next the to you. Easton- Go to Easton Mall, Uza gifts, buy gifts, patia ule ndugu yako. and give your neighbor. Ausikie. You didn't get this. Wakati ya hivi, During this mwaka yote time, mzima. during the whole year, Angalia ndugu yako. look at your neighbor. Angalia nini inaweza kumfurahisha. Look what they need. Unaangalia jinsi Alex iko hapa. Look the way Alex is. Unaangalia nini anapenda. Look, what does he like? Anapenda sana Converse. He like Converse. Unaenda unauza You Converse, go and buy a Converse unampatia. and give it to him. Ndio upendo wa That's Kristo. love of Christ. Unakuwa Père Noel wake. And you're gonna be a good Christmas for him. Yes. Right? Yes. Amina. Amen. Usingwase mko matapita ai. Don't wait until there's somebody who's coming. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Niko nasikia nguvu za Mungu. I feel the power of Ananiambia God. niseme. He's telling me to say, Munisaidie. help me. Munisaidie. Help me. Kanisa. Church. Biblia inasema The Bible says, nani njoo baba wa wasema bongo? who is the father of the liars? Halo? Hello? Nani njoo baba wa wasema Who bongo? is the father of the liars? Na nani njoo kweli? Who is the truth? Yesu. Jesus. Yesu anasema mie njoo kweli. Jesus say, I am the truth. Na shetani anasema mie njoo bongo na baba wa wasema bongo. And the devil say, I am a liar and the father of the liars. Manake ukasema bongo, When you lie,
Nani ndio bwana wako? Who is your master? Na ukasema kweli, When you say the truth, nani ndio bwana wako? who is your master? Sikia sawa Kristo. You see, Christian, Iko naambia mtoto wake, they tell their children, usiogope. don't be afraid. Santa ataleta gift. will bring you a gift. Kisha anaenda uza gift. Then he go to buy gifts. Anatia chini ya Christmas And tree. they put under the Christmas tree. Asubuhi In the morning, anaambia mtoto and wake, they tell their children, Santa alipita. Santa has came. Hello, Mkristo a Christian mwenye anasema Yesu ndio Bwana. who say Jesus is the Lord. Ni maneno tu. Those are just words. Sasa matendo The action inaonesha, shows mtoto wangu that my children, usiogope. don't be afraid. Santa atapita. Santa will come. Ndio nakutana mtoto That's why you'll find the child iko naomba Santa is asking Santa, niletee gift. bring me gifts. Pale aombe Kristo Instead of asking for Christ amjaze mroho. to fill in their spirits. Mungu tusamehe. God forgive us. Mungu tusamehe. God forgive us. Tufundishe watoto wetu kweli. Let's teach our children the truth. Usidanganye watoto Let's wetu. not lie to our Usidanganye children. watoto Let's wetu. not deceive our children. Usiache hata walimu kumasomo wa wadanganye. Don't let the teachers in school to deceive your Mtoto children. karudia kunyumba, When the child come to school, Muulize. ask them, mulisoma nini? what they teach you in school? Walisema nini? What did they say in school? Review. Go ahead and make a review Kisha utengeneze akili so ya that mtoto you wako. can fix the mind of your children. Hello. Yes. Sie ni Wakristo. We are the Na Christians. hatutaacha kusema kweli. And we will never stop speaking the truth. Na wewe uko Mkristo? And are you a Christian? Uko Mkristo? Kama Are you uko a Mkristo Christian? fanya hivi. If you're a Christian, wave your hands. Kama uko Mkristo fanya If hivi. you're a Christian, wave your hand. Tengeneza watoto yako. Teach your children. Wafundishe ukweli. Teach them the truth. Tunamalizia hapa. We're going to Kwa finish it. sababu semina inaisha. Because this is the end of seminar. Ninarudia hivi. I'm going to repeat. Christmas Christmas haiko mu is Biblia. not in the Bible. Noel Noel haiko mu is Biblia. not in the Bible. Santa haiko mu is Biblia. not in the Bible. Christmas tree, Christmas tree, Biblia the inasema Bible says, ni idol. is the idol. Haleluya. Hallelujah. Achana na vile vitu. Get away from that. Yenye ninakuletea What I'm bringing you, kila siku ya maisha yako. every day of your life, Kumbuka Yesu. remember Jesus. Kumbuka damu ya Yesu. Remember the blood of Kumbuka Jesus. kile uko naenda mbinguni kwa Remember that Yesu. you're going in heaven to Jesus. Kila siku ya maisha Every yako. day of your life. Kumbusha watoto yako. Remind your children, Tuko naenda we mbinguni. are going to heaven. Kwa sababu Because Mkristo wa kweli, a true Christian, Mkristo wa kweli true Christian anajua kwenye iko naenda. knows where they're going. Kwa sababu unajua uko naenda, Because you know where you're ndio going. uko natengeneza maisha yako. That's when you're preparing your life. Ukaona mabaya, When you see bad things, unaacha mabaya leave the bad ili things ufanye so mazuri. that you can do well. Biblia The inasema Bible says, fanya mazuri do good things kwenye wanakufanyizia mabaya. even when they are doing a bad deeds to you. Ninaenda kuomba I'm going to pray. pamoja na wenyewe kwa hapa. And those who are here, Roho wa Mungu iko naniambia. the Spirit of the Lord is telling Sisi me, wenyewe tunatoka sana Kongo. we who are coming from Congo, Yeye anatoka Tanzania, is from Tanzania. huko wewe wanatoka Burundi, There are those who come from huko Burundi, wanatoka Rwanda. those who are coming Rwanda, from Lakini sisi Rwanda. wewe tunatoka But for Kongo. us who are coming from Congo, Wengi sana many of us ni Wakristo. are Christians. Wanaamini Yesu. They believe Na Jesus, wanasema Yesu ni and Bwana. they say Jesus is the Lord, Lakini wanachukiaka Wanyarwanda. but they hate the Rwandese people. Akaona When Mnyarwanda, they see a Rwanda person, Anasirika. they get mad. akaona Mnyarwanda When they see a Rwandese akwe person, soda. the soldier Akwe haiko soda. is not a soldier, Anamchukia. they hate them. Na wewe unaitwa unasema uko Mkristo. And you call yourself you're a Christian. Ukaona Mnyamulenge, When you see a Munyamulenge, unaanza kemea katika jina la you Yesu. start to rebuke in the name of Jesus. Hii haiko Ukristo. That's not a Mimi Christianity. na mimi nilikuwa vile. I was like that. Nilikomalia Goma. I grew up in Goma. Tuliwaona walikuwa kwetu wakaviole. We saw them, they came and they killed us. Wakarepti baba. Oh, they came and raped people. Lakini Biblia But the inatuambia Bible says, samehe. forgive. Baba yetu uliye juu mbinguni, Our Father who is in heaven, jina lako lisifiwe your name be exalted, na ufalme wako and your uje kingdom come, na mapenzi yako and ifanyike. your wills be done. Tupatie leo chakula chetu cha kila Give siku. us our daily bread.
Na pia and also utusamee makosa yetu forgive our sins kama vile like how tunasamee we waliotukosea. forgave those who does us wrong. Ana explain na kusema And hivi. he explain and say, Ukasamee, forgive us if you forgive, na Mungu naye and atakusamee. God will forgive you. Kama hausamee, If you do not forgive, na Mungu hatafanya. God will not do what? Utaniambia hivi. He will tell me, Unajua kweli vyenyewe watu walitufanyizia? you know what these people did to us? Na pia mtusi naye atakuuliza. And the two person will tell you, Unajua Wahutu do walitufanyizia? you know what the Hutu people do to us? Na Wahutu nao watakwambia. And the Hutu will tell you, Na si unajua Watusi do you walitufanyizia? know what the Tutsi people did to us? Wauganda nao And watakwambia. the Uganda people will say, Unajua wale nao do you walitufanyizia? know what they did to us? Warundi nao And the watakwambia. Burundi will tell you, Unajua waliwaka mama do you yangu? know they killed my mother? Lakini Yesu anasema, But Jesus said, kama unapenda kuwa mtoto wa if you baba, want to be the child of God, samehe. forgive. Nani ndio Bwana wa maisha yako? That I am the Lord of your life. Kwa sababu Because tuache kujifanyisha kuwa Wakristo, let not pretend to be lakini Christians. tukuwe Wakristo. Let us be Christians. Haleluya. Hallelujah. Mwenye anasikia kuomba msamaha, Anyone who's feeling like asking for kwa forgiveness, sababu mimi niko naisikia. because I feel it in my Tunafika heart. mwisho wa mwaka. We are at the end of the year. Shimama tuombe pamoja. Let us stand and ask for forgiveness before Msamaha ya God. kweli. And the true forgiveness. Unajua nani ndio alikukosea? You know who did you wrong. Na hauyamsamea. You haven't forgive them. Unajua nani mwenye aligusaka moyo wako? You know who touched your heart. Nani aliharibisha familia yako? Who messed up your family. Nani ndio aliharibishaka nchi yako? Who messed up your country. Unamjua. You know them. Biblia inasema The Bible says, samehe. forgive. Nani atashimama tuombe? Who will stand and we pray Kwa together. sababu tumeitwa kusamehe. Because we have been called to forgive. Si Mungu pia Because atusamehe. God will forgive us. Mimi najua wewe I walinikosea. know who did wrong to me. Na mimi najua wanani walikoseaka familia And I yangu. know who did wrong to my family. Na mimi najua nani mwenye iko na niharibishia jina hata leo. And I even know who is destroying my reputation even now. Na mimi najua wanani wanaharibishaka jina ya hii kanisa, mimi And nawajua. I know the people who are destroying the reputation of this church. I know them. Let me tell you. 2008 Mwaka 2018, mtu mmoja alinipa sumu mara 3 one person poisoned me 3 times. na Mungu akaniambia And God told me, samehe. forgive. Mimi namjua I know that person. na mimi naongeaka naye. And I talked to him. Mungu akaniambia And God told me, samehe. forgive. Na leo niko nakwambia And today I'm Mungu telling you, anasema God is saying, samehe. forgive. Ili uingie ndani ya mwaka mpya So that you can go to New Year na uko salama salama. with your clean hearts. Simama tu. Stand up, let's Tuombe pray. msamaha kwa Mungu. Let's pray for forgiveness before Kwa God. sababu mimi najua Because I know Mungu anataka atengeneze mwaka. God wants to fix your heart. Tuingie mwaka So mpya that we can get in the kama new year Wakristo wa as kweli. the true Christians. Kuko vitu mingi There are so many things yenye tuko na katala kufanya which we don't do, lakini viko mu but Biblia. they are in the Bible. Na kuko And vingine there are other things tunavifaa we do, lakini haviko mu but they're Biblia. not in the Bible. Hiyo mimi nakuletea. I'm bringing this to you. Mwenye ametufundisha The one who had taught us ni Yesu. is Jesus. Anasema He says, samehe waliokukosea. forgive those who Did wrong. did wrong things to you. Wale wenye wamekufanyizia mabaya The ones who did bad things to you, uwaombee, pray for them. uwafanyizie wema. Do good to them. Tia mikono juu. Raise up your hands Mwambie Mungu and tell God, nisamehe. forgive me. Samehe moyo wangu. Forgive my heart. Samehe akili yangu. Forgive my mind. Samehe yote yenye nilikuwa nawaza mbaya. Forgive all the bad things which I've been thinking. Leo Today, utengeneze roho yangu. fix my heart. Tengeneza akili yangu. Fix my mind. Tengeneza pia mwenendo yangu. Fix my conduct. The way I conduct Fasi myself. yote nilikuwa natembea mbaya. Everywhere I was going wrong, Watu nilikuwa siongeake the nao. people who I was not talking to, Nianze kuwaongelesha. let me start to talk to them. Nianze kuwasalimia. Start to greet them. Nianze kuwafanyizia wema. Start to do good things to them. Sema na moyo wako. Speak with your heart. Roho yangu My heart. penda. Love. Roho yangu My heart. penda. Love. Samehe. Forgive. Chukulia watu. Take people well. Kisha uanze kuwaombea. And start to pray for them. Katika jina la Yesu. In the name of Omba, Jesus. omba, Pray, omba. pray, pray. Hallelujah. Hallelujah.
Second one. Enda pia kuombea msamaha wale wenyewe walikukoseaka. Pray for forgiveness for those who had done you wrong. Kuko mtu alikukosea. There is somebody who did you wrong. Kuko mtu alikosea familia There is yako. a person who did wrong to your family. Alikosea nchi yako. They did wrong to your country. Ambia Mungu wasamehe. Tell God to forgive them. Yesu anasema hivi kumsalaba. Jesus said on the cross, Wasamehe forgive them kwa sababu hawajue vyenye because they vilifanya. don't know what they did. Omba msamaha juu ya wadui wako. Pray forgiveness to your enemies. Waombee katika Pray jina to la them in the name of Jesus. Baba wasamehe. God forgive Wale them. walionikosea. Those who have done wrong to me, forgive them. Wale wote Those who wenye alinitendea maneno did mabaya. wrong things to me. Wenye niko nasema familia yangu Those who mbaya. have gossiping against Wenye my niko family. nasema hii huduma mbaya. Those who have said bad about this ministry, Wasamehe. forgive them. Kwa hii mwisho wa mwaka At this end of the year, wasamehe. forgive them. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Amina. Amen. Tunaenda kumalizia hapa We're ibada. going to finish our service. Tunaenda kumalizia hapa We're ibada. going to conclude our service. Tunaenda kamata mamlaka. We're going to catch the authority. Fanya hivi. Do it, raise your hand like this. Kamata hivi. Sema like mimi this. nakamata mamlaka ya Yesu. Say, I catch the authority of Jesus. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Niko napinga I come against nguvu yote ya all shetani the power of the devil, ya kuniharibia mwisho wa mwaka, which is going to destroy the end of my year, ya kuvunja mwili yangu, which is going to destroy my body, yenye kunakuya na magonjwa mu maisha and the yangu. diseases which are coming in my life. Ninaibomola. I destroy them in the name of in Jesus. the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Fukuza pepo zote. Cast away all the Yote devils. ya shetani. All the devils. Makusudi ya giza. All the plans of the devil. The power of the Mipango yenyewe witchcraft. walipanga juu ya All mwisho the wa plan mwaka. of Jesus where the devil which has planned at the end of the year. I cast them away. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Kuko hapa. You are here. Kuko vitu. There are some things Shetani alifunga mu maisha which yako. the devil has bound in your life. Alisema He said, hautapata pesa. you will never have some money. Akasema And he said, hautasafiri. you will never travel. Akasema And he said, hautapata you will watoto. never have children. Akasema And he said, you will hautaolewa. never get married. Lakini leo But today, kwa mamlaka ya for Kristo, the authority of Jesus, kwa mamlaka ya for the Kristo, authority of Jesus, niko naenda kufukuza I'm going to cast away kila mamlaka ya all the shetani authority of the devil katika in the jina la name of Yesu. Jesus. Yenye kuna kufungia ndoa Anything which is bound to your marriage, Ninaifunga. I bound them. nairudisha I kuzimu cast them in katika hell. jina la In the Yesu. name of Yenye Jesus. kunafunga unyumba wako Anything which has bound your house, ili usifanye divorce. so that you have a divorce. Ya sai Now this moment, ninaivunja pia. I cast them away. Ninaifukuza I cast them away. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Magonjwa All yote the diseases yenye imesukumwa, which has been coming towards you, yenye imekuja mu maisha which yako has come in your life, pamoja na hii nguvu ya Roho and the Mtakatifu, power of the Holy Spirit, tunaifukuza. I cast them away. Fukuza. I cast them away. Tunaifukuza I cast them away. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Roho wa Mungu ananiambia The Spirit of the Lord is telling mwaka me, mpya inakuja. New Year is coming. Mwaka mpya inakuja. New Year is coming. Utashuhudia. You will testify. You Utashuhudia. will testify. Utashuhudia. You will testify. Utashuhudia You will testify. mambo makubwa ya Mungu. Utashuhudia The good things that mambo makubwa ya Mungu. The good things which Utashuhudia. you testify. Wewe mwenyewe hauyazala, You didn't have any children. utazala You will have children. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Pokea katika jina la Receive in the Yesu. name of Jesus. Pokea mtoto katika Receive jina in la the name Yesu. of Jesus. Wewe mwenyewe hauyaolewa. You are not been married. Wewe mwenyewe uko hapa You are here. na unapenda You olewa want to be married. katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Hii mwaka tunaenda This year which you're going to start, utaolewa. you'll get married. 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 Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Mu maisha yako, In your life, mu familia yako, in your family, kuko watu walikuwa there hawayaokoka are people who are not saved, na ulikuwa unakosa nguvu and you didn't have any strength ya kuenda kuwahubiria. to go and preach to them. Leo Today, mimi nakupa nguvu I give you the courage katika jina la in the name Yesu of Jesus ya kwenda to kuhubiri go to preach habari njema, the good news, kuonyesha upendo show love, ili watu so waokoke. that people can be saved. Watu waokoke. People can be saved. Familia yako Your iokoke. family be saved. Nyumba yako iokoke. Your house be saved. Katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Pokea nguvu Mungu. Receive the new strength.
Pokea nguvu mpya. Receive the new strength Kutoka Roho Mtakatifu. from the Holy Spirit. Baba, tunamalizia ibada We are hapa. finishing this service. Tunabariki watoto We yako. bless our children. Hizi tuko namaliza mwaka. The way we are finishing our year, Maliza pamoja nasi. finish with us. Katika jina In la the Yesu. name of Jesus. Na kanisa lote linasema The amen. church say amen. Sema amen. Amen. Chapa makofi. Clap your hands. Na unasalimia watu. Greet other people. Salimia watu. Greet your people. Katika jina la In the name Yesu. of Jesus. Amen. Amen.